Ndugu zangu waandishi wa habari, kama nilivyosema, nimeiona clip ikiwa inazunguka, hatuitaki CCM lakini hatumtaki mama yenu. Watu wanazungumza hivyo. Mimi kama mkuu wa mkoa wala siwezi kuwasema vibaya watu hao, lakini ninachoweza kusema ni kwamba tuongeze mioyo ya uvumilivu. Mabasi haya wakati yanaanza watu waliyabeza sana. Nyewe mnakumbuka. Unajua niwape historia, hata Mlimani City wakati inaanzishwa mwaka 2002 wakati imeundwa kamati maalum ya kwenda kuzungumza na wabia, watu walipinga sana mradi ule wa Mlimani City. Lakini leo sidhani na sitegemei kwamba Dar es Salaam kimeshaota kitu kingine zaidi tena Mlimani City. Mpaka leo hicho kitu bado. Kila mtu anakwenda wapi? Anakwenda Mlimani City. Mabasi yaendayo kwa kasi, wa Tanzania walikuwepo wachache waliosema hicho ni kitu gani, kasi itakuwa ni namna gani, lakini baada ya muda leo ndio umekuwa ni usafiri pendwa pengine kuliko hata usafiri mwingine. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba demand and supply is not equal. Yaani demand ya watu wanaotaka kupanda ni kubwa, mabasi yanayotakiwa yapandwe ni machache. Na ndio maana kumekuwa kuna struggle kubwa ya wananchi kuingilia mpaka madirishani ili waweze kuingia kwenye viti, kwa sababu yangelikuwa ni mengi, magari yamejipanga namna hii, mtu angekuwa anakwenda kupanda basi lake ameweka mkono mfukoni kwa sababu magari ni mengi. Kwa hiyo niombe tena radhi kwa Watanzania kwamba wasidhani tuko kimya. Mambo haya ya serikali ukiyakimbiza haraka haraka yatakuja kutukuta tena ambayo yalishataka kutukuta huko nyuma. Lazima tujiweke kwenye misingi mikubwa ya kisheria ili tujue mtu anayekuja kutoa huduma asije baadaye kageuka kawa mwiba tena kwetu. Tukajikuta tunashindwa kumshughulikia, tunashindwa kumfukuza kwa sababu kuna vipengele vya kisheria tuliviruka. Kwa hiyo ninachoweza kuhitimisha katika hili ni kwamba barabara za mabasi yanayo kwa kasi, nyinyi mmekuwa ni mashahidi. Sasa hivi tunakamilisha barabara inayokwenda airport ambayo inajengwa kwa zaidi ya kilomita 23 na inatengenezwa kwa zaidi ya bilioni 231, kwa zaidi ya bilioni 231. Barabara ile itakapokamilika na yenyewe wataitangaza kwenye mfumo ili apatikane mtu wa huduma watatu. Na kwa mantiki hiyo, maombi pia yaliyopo ni kwamba kwa kuwa UDA amepewa masharti maalumu ya kuboresha huduma zake kwa sasa, amepewa masharti maalumu ya kuboresha huduma zake za sasa, tunaamini kwamba baada ya kumuona mwenzake wa Mbagala na kumuona mwenzake wa Morogoro Road anatoa huduma, tunaamini UDA ambaye ndio amekuwa mkongo wa hiyo barabara, basi akiweka masharti yake vizuri, ni rahisi sasa kupata barabara kama ya inayokwenda airport, na ni rahisi pia kupata barabara inayokwenda Tegeta kwa sababu atakuwa amekidhi vile viwango vya kiushindani ambavyo serikali inavihitaji. Wengine wanasema kwa nini tusiingize mabasi ya kawaida? Sasa mabasi ya kawaida yale ukiangalia ni kwamba mlango wa kushukia abiria uko mkono wa kushoto, na wakati mabasi ya BRT mlango wa kushukia abiria uko mkono wa kulia. Kwa hiyo ukiyaingiza mabasi ya kawaida kwa udharura, unachoweza kukipata ni ajali kubwa za watu kugongwa bila kukusudia. Lakini namba 2, hai mabasi yanayokuja kwenye barabara mwendo kasi, wale madereva wake, yale mabasi yenyewe ni maalumu na madereva anakuwa trained kwa ajili ya kupita kwenye zile njia za mwendo kasi. Ikitokea hili basi la kawaida limekwama hata kwa dakika moja kwenye zile njia kwa sababu tu ya kukosa hizo professional, maana yake ni kwamba barabara ile nyewe mnajua hatupishani. Zile barabara tupishani. Kwa kuwa hatupishani, maana yake ni kwamba tunaweza tukajikuta tumesababisha foleni kubwa kwenye hizo njia. Lakini zile njia pia sio tu kwa ajili ya mabasi yaendayo kwa kasi, ni pamoja na